Kufika chuoni ni hatua muhimu katika maisha ya mwanafunzi yeyote. Hata hivyo, kwa mwanafunzi mwenye ulemavu, maisha ya chuoni huweza kuambatana na changamoto za kipekee pamoja na fursa ya kujifunza na kujitegemea. Ulemavu wa viungo vya mwili si ulemavu wa akili. Mara nyingi watu wanaoishi na ulemavu hujiona kuwa walioachwa nyuma kimaendeleo na kimaisha, ila ukweli wa mambo ni kwamba wana nafasi sawa na wenzao wasio na ulemavu. John Mwendo ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Multimedia Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado. Kwa majina ni John Mwendo na mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Multimedia. Anatueleza jinsi maisha yake chuoni yalivyo, hasa ikizingatiwa kuwa anaishi na wanafunzi tofauti tofauti. Nikiwa chuoni kuna wanafunzi ambao wananionyesha upendo na vile kuna wengine ambao ni marafiki. Unapata kwamba mtu ni rafiki sana hadi anakosa kuelewa kwamba uko na hisia. Unakosa kuelewa kwamba uko na hisia. Unapata kwamba badala kuita na jina lako anakuita na wewe John mguu mmoja, niitie huyu kijana mguu mmoja. Nina marafiki ambao wananionyesha upendo, haswa wengi wanajitolea kuniendesha katika wheelchair ambayo natumia hapa shule. Aidha, anaeleza jinsi wanafunzi wenzake wanavyomwonyesha upendo, huku akitaja kuwa walimu pia wanamtunza kwa makini mkubwa. Wahadhiri wananielewa, maana kuna wakati mwingine siingii darasani kwa wakati unaofaa na wanaelewa hali yangu. John Mwendo pia anawarai watu wanaoishi na ulemavu kutojitenga na watu, huku akiwaomba wao miongoni mwa watu wanaopigania nafasi za kikazi zikipatikana bila kuachwa nyuma. Kama wewe ni mlemavu, jua kuna kile kitu ambacho unaweza kifanya, na kile kitu ambacho unaweza kifanya vizuri sana, unaweza kifanya vyema kabisa. Aidha, Mwendo anawasihi watu wasioishi na ulemavu kuwapa nafasi sawa watu wanaoishi na ulemavu ili kuwaondolea unyanyapaa na kuwafanya wajione wenye maana maishani. Mara nyingi tunasikianga kwamba kuna msaada ambao walemavu wanapata, lakini ili ukaweze kufikia huo msaada, huenda msaada inatoka kwa ofisi za juu, lakini sasa hapo katikati hatujui vile vitu inaenda. Maana unapata unaambia mzazi, nimesikia kuna msaada fulani, lakini ukifuatilia vizuri unapata hiyo msaada wenyewe unakosa, ama ni lazima upitie njia ya mkato ndio ufikie. Anasema kuwa ni muhimu kwa vyuo vikuu kuhakikisha kuwa mazingira yao yanajumuisha watu wote bila ubaguzi. Hii inaweza kufanikishwa kwa kuboresha miundombinu, kutoa huduma za ushauri na saha, na kuhakikisha kuwa wanafunzi wenye ulemavu wanapata fursa sawa za elimu na maendeleo. Kwa ujumla, mwanafunzi anaishi chuoni na ulemavu ana uwezo wa kufanikiwa kama mwanafunzi mwingine yoyote endapo atapatiwa mazingira rafiki na msaada unaohitajika. Jamii inapaswa kuendelea kuhamasisha usawa na ujumuishaji ili kila mwanafunzi aweze kufikia ndoto zake. Nikikuletea makala kuhusu mwanafunzi anaishi na ulemavu chuoni, mimi ni Joel Munyao.